Klipu ya mwisho ambao alionyesha kwamba kuna maaskari ambao watakufa ambao hao ambao wanaonea watu. Kwamba alitabiri maaskari walikufa na wakafa kweli. Na kabisa Bwana aliniambia niseme kwamba kuna vifo vya askari, vifo vya watu wa jeshi, especially jeshi la polisi. Hawa watu ambao wanahusika na usimamizi wa raia. Lakini ni watu wa aina gani? Wale ambao wanafanya vitendo ambavyo ni viovu. Mchungaji wa kanisa la Huduma ya Kristo lililopo mtaa wa FFU kata ya Murieti jijini Arusha, Steven Jacob mwenye umri wa miaka 35 ametekwa na watu wasiojulikana asubuhi ya leo hii tarehe 16 Mei 2025 wakati akitoka nyumbani kwake kwenda kliniki kwa ajili ya kumchukua mke wake aliyempeleka kwa ajili ya huduma ya uzazi. Wakizungumza mashuhuda na majirani wa eneo hilo, akiwemo baba mzazi ambaye ni balozi wa CCM katika shina hilo, wamesema waliomteka walifika na gari aina ya Land Cruiser lisilokuwa na nambari za usajili, ambapo walimkokota kwa nguvu, huku mchungaji huyo akipiga kelele za kutekwa, lakini haikusaidia na walimtupa kwenye gari kisha kuondoka naye. Wamesema wakati bodaboda wakijaribu kukimbiza gari hilo, walipofika eneo la Kisongo nje kidogo jiji la Arusha, watu hao walisimama na kuwatolea bunduki na kuwatisha, hali iliyowatia hofu bodaboda hao, ambapo walirejea Arusha mjini kwa unyonge. Inaelezwa kwamba mchungaji huyo katika mtandao wake wa YouTube amekuwa akiposti video mbalimbali zikionyesha maono na utabiri mbalimbali ambao anasema Mungu anamwonyesha, na hivi karibuni ametabiri vifo vya askari, ambapo baadaye askari wawili wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoani Manyara walifariki kwa kupigwa na radi. Mimi naitwa Doto Gora, ni msaidizi wa balozi na ni jirani yake. Nilikuwa hapo nje, mimi na kibanda changu hapo nje. Nilikuwa nafua kidogo, tukaona gari imekuja. Gari ilivyokuja wakashuka watu kama wawili. Walivyoshuka wawili wakaja huko. Mimi niliona ile gari inafanana na gari ya kitengo. Kuna gari za vitengo vya madawa kulevya, uaga vinakuja vinatuchukua mimi na balozi. Tunaenda kukagua watu huko chini. Mimi nikahisi ile gari ni yenyewe. Basi nikawa naisubiri itoke na balozi atoke. Labda nisemeshe kuna tatizo gani. Nilijua ni watu wanakuja kwa balozi. Kidogo nikasikia purukushani sasa. Nikasikia kijana wa balozi sasa kutupa macho hivi ameshikwa huku na huku, na yeye anapiga kelele. Nisaidieni natekwa. Alipokuwa anapiga kelele sasa sisi na sisi tujui nini, na mimi nikaanza kupiga kelele. Nikapiga yowe nyingi sana, wengine wakapokea huko, wengine wakapokea huku. Basi ile wamepokea wakawa wamemshamuingiza kwenye gari ikaondoka. Balozi anakuja, gari ndo inaondoka. Kwa hiyo kila mtu tukaachwa hapa tumeshangaa, tujui ni nini, hatujui ni watu wametoka wapi, ni watekaji wa kutoka wapi, hatukujua. Lakini tukaona tu mtu kanyenyuliwa ni juu, yani ile utekaji ule sijawahi kuona, yani ndo nimeona leo. Mtu kashikwa yani kama vile jambazi sugu huku na huku, yani akatupiwa kwenye gari. Hasa tukujua ni nini. Mimi mara ya kwanza nilijua kabisa ni wale watu wa vitengo vya madawa ya kulevya. Maana wanakuja kuripoti kwa balozi, tunatoka, wanatuambia tuendeni mahali fulani tukakague. Mimi naitwa Jacob Ogumbo. Mimi ni balozi lakini pia ni mchungaji wa hii huduma ya Kristo hapa. Kwa hiyo siku ya leo ulivyokucha asubuhi kwenye saa 2 hivi, kijana wangu ambaye ndio yeye anayehudumu zaidi hapa, maana yeye kwenye huduma yeye ni kama mwenyekiti na mimi ni kama makamu mwenyekiti kwenye huduma. Unaona? Kwa hiyo asubuhi alinipigia simu. Akasema kuna watu wanakuja kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani kuja kuangalia mazingira ya hilo kanisa. Maana hilo kanisa limesajiliwa lakini halijapata certificate. Kwa hiyo tuliomba hiyo certificate, wakatuambia basi mtapata baadaye mpaka tuje tujiridhishe. Ni muda mrefu sana, lakini sasa kwa leo ndio akapata hiyo simu kwamba wanakuja. Basi mimi aliponiambia hivyo nikamuuliza unawafahamu hao watu? Akasema na wafahamu. Unaona? Basi nikamwambia basi sawa, mimi nawasubiri hapa. Basi wakati walipokuwa wamekaribia,
wakapiga simu. Wale watu wakampigia simu. Yeye naye akatupigia simu hapa nyumbani. Tukamtuma kijana wetu. Yule kijana, yule mtumishi akampa simu ya kati ya wale watu waliokuja asubuhi, kwamba mpigie simu mmoja wapo ambaye anaitwa Rama. Basi akapigia simu ili apate vizuri pale, akampokea. Basi akawapata, wakaja hapa nyumbani. Basi wakaja wakaangalia mazingira, tukaingia kanisani hapo, wakaangalia kanisa ni hilo hapo. Wakaingia wakaangalia, basi wakasema kumbe ni huduma nzuri, pako vizuri, hakuna tatizo kabisa. Sisi tumekuja tu kuthibitisha ili nini, tuwape certificate, maana sasa hivi si mnafanya huduma lakini bado hamjapata certificate, mna ule usajili wa muda. Basi tukasema basi nikawauliza, wewe mnaitwa nani? Yule akaniambia mimi naitwa Rama. Na wewe dada? Anasema mimi naitwa Jacqueline Limo. Unaona? Basi nikawatoa tu, nikamwambia karibuni hapa ni kanisani muda wowote, maana kanisa halizuii mtu. Basi nikawatoa hiyo asubuhi hiyo saa 2 sasa. Unaona? Nikawatoa tu hapo, nikawaagana nao wakaondoka. Unaona? Lakini wakati tunaongea pale hapo ndani, yule kijana ambaye ni Rama alikuwa anachukua picha huku nje. Alikuwa anachukua picha. Mimi kaona ni kawaida kama mtu amekuja kuangalia mazingira, labda ili kuenda kupitishia ule usajili, lazima achukue mazingira vizuri ili akawahakikishie na pengine baadhi ya viongozi. Basi sikutaka kumuuliza kwamba umechukua picha au nini. Basi nikawatoa tu wakaenda zao. Baada ya hapo haikupita kama masaa 2.5 au 3. Unaona? Ndio sasa nilikuwa hapo naye nimetulia, kwa sababu sasa watoto wake walipelekwa kliniki. Aliwapeleka kliniki, sasa anarudi. Unaona? Anarudi hapa sasa, anaingia ndani kwenye gate, ameingia tu kama hatua 4 tu. Tayari kwa wamembloko kwa nyuma huko. Sasa mimi nikasema labda pengine kwa sababu ni balozi, mara kwa mara askari wanakuja mara kwa mara. Wale wawili walikuja kwa miguu na waliondoka. Walipoondoka tu baada ya masaa 2.5 au 3 ndio ikaja hiyo Land Cruiser sasa, ambayo ndio na yeye akawa anakuja ili nini akachukua watoto wake. Umeona? Sasa mimi nilikuwa nimepumzika sasa hapo. Nasikia tu wanazozana hapo nje. Ghafla nasikia natekwa, baba natekwa. Na watu sasa huko, huyo hapo ni jirani alikuwa hapo nje, na yaka aliona hiyo gari inakuja. Kwa hiyo mimi nilipotoka pale sasa na kufika pale tayari wameshamuingiza kwenye ile gari. Unaona? Sasa ni Land Cruiser hadi top hizi. Na nikaangalia namba, hamna namba. Sasa sina la kufanya pale, kulikuwa na mawe tu pale, nikachukua tu jiwe kubwa nikapiga ile gari huku nyuma. Ikali kapasuka kioo. Kwa hiyo watu sasa kule ukiona muuliza kwamba ile pasuka kioo ndio tumeiona. Unaona, wakawa wameshuka huku chini. Wakafika nguzo za chuma huko, wakapiga kona. Mimi sasa nikachukua pikipiki kufukuzia. Yule mwenye ambaye amenichukua naye akawa na hofu. Hakunipeleka mbali, akasema bana mimi naona tu twende kituo cha polisi. Kwa hiyo sikuwa na namna yote, sasa nikamwambia twende. Unaona, tukaenda kituo cha polisi pale, nikawaeleza, wakaniambia bana hiyo issue ni ya nenda Central. Basi nikachukua bajaji nikaenda Central. Unaona? Kwenda Central kule wakaniambia kituo hicho kinajitegemea kabisa, kiko kamili. Kama wewe alikwambia uje huko, inawezekana sio muelewa. Na hawa vijana labda wageni. Kwa hiyo nenda kamuone afande fulani aitwa Afande Jacob. Unaona, ukimkosa muone afisa CID hapo. Basi nikarudi nikaenda hapo. Nikufika pale ndio yule kijana sasa akanipeleka kwenye ofisi ya CID kwa hakuwepo. Kwanza nikamuulizia yule Afande Jacob, nikamwambia Afande Jacob hayupo. Basi nikapelekwa kwenye ofisi ya CID pale, nikakaa, nikaambiwa hayupo lakini atakuja sasa hivi. Wakampigia simu, akasema nakuja, nimekaa muda mrefu. Nikaambia labda basi mimi yule ambaye askari nimemkuta pale, nikamwambia basi kwa vile pengine ana shughuli nyingine mimi nitoke,
kwa sababu hii issue inatakiwa kufuatiliaje, ili nikaweze kuangalia namna ya kufuatilia, maana kuna watu wengine tumewapigia simu kwenye njia za Moshi na njia za Babati, umeona. Basi ndio bahati nzuri akaniambia huyu hapa anakuja. Alipokuja pale ndio akaniambia, akanihoji na yeye pia, akaniambia basi hilo jambo uje kesho asubuhi saa 1 ili tuje tuandike vizuri statement, maana kawaida yetu masaa 24 kama mtu hajapatikana ndio unaona. Okay, mimi kwa kweli ninavyohisi maono ambayo anaonyeshwa, naona na akionyeshwa unakuta kwamba ameambiwa aweke wazi kwenye taifa la Mungu. Mara ya mwisho kuna hiyo clip ya mwisho ambayo alionyesha kwamba kuna maaskari ambao watakufa, ambao hao ambao wanaonea watu, unaona. Mungu ataanza kuwashughulikia, unaona. Sasa hiyo clip kumbe kairusha. Mimi kwanza nilikuwa sijajua, nilikuja kuiona dakika za mwisho ndio naanza kuiangalia, ndio jambo likatokea kama hilo, unaona. Na hiyo hata nyinyi wenyewe mkitaka kuangalia kwenye mkifungua huduma ya Kristo, mtaona tu maono yake, tabiri zake, maonyo kwa viongozi. Huwa anafanyaga hivyo mara kwa mara. Mkifungua hapo kwenye huduma ya Kristo mtamwona mara kwa mara akijaribu kutoa ndoto zake zile ambazo Mungu amemonyesha na kuwaambia watu, jamani, kuonyeshwa hii nawaambia ni Mungu kanionyesha kwenye ndoto. Kwa hiyo huwa nawaambia ili kama ukiwezekana, maana na nyingine ni nabii, nikionyeshwa hivi lazima niwaambie ili kama ikiwezekana mtu ajiepushe, unaona. Sasa ni mimi kwa mawazo yangu nahisi labda kwa sababu ndio hilo. Ya juzi sasa kuna maaskari wapigwa radi huko katika mazingira ambayo watu walikuwa maaskari wawili wakapigwa radi wakawa wamekufa. Naona ni kitu ambacho sasa labda yeye sasa ndio akawa amenukuu utabiri wake wa nyuma, akasema jamani, muangalie haya mambo lishaonyeshwa. Mnaona sasa iliyotokea. Pamoja kwamba yeye ni maaskari, lakini mwe makini kwa sababu yuko Mungu, unaona. Kwa hiyo kama vile anawatahadharisha. Lakini sasa mimi sijakuwa na uhakika kwamba hilo ndio sababu au nini, lakini sasa kutokana na nilivyoishi naye, hana mgogoro na mtu awaye yoyote. Yeye ni mtu na huduma muda mwingi, yeye anaweza kukaa siku nzima hamumoni, ni kwenye huduma, anaomba usiku na mchana. Kwa majina yangu naitwa Veronica Simon Guta, ni mwenyekiti wa mtaa wa FFU. Kwenye majira ya kama saa 6:12 mchana nilipigiwa simu na mwananchi nikiwa kwenye kikao kwamba kuna kijana wa balozi Jacob Gumbo ametekwa. Baada ya kutoka kwenye kikao ilibidi nifike nyumbani kwa balozi. Na akanielezea ni kweli kijana wake alikuwa amempeleka mke wake kwenye hospitali kwa ajili ya watoto wapatiwe chanjo, lakini akawa amerudi nyumbani. Baada ya yule kijana kupigiwa simu ili aende kuchukua wale watoto, ndipo walipokuta gari nje likiwa limepaki na wakamvamia na kumchukua. Kwa kweli ni kweli mimi kama kiongozi baada ya tukio nimefuatilia, lakini pia mzazi wake ambaye ni baba yake na mama yake walikwenda kuripoti polisi na wakaambiwa kwamba baada ya masaa 24, maana na ndizo taratibu za kipolisi, ndo waende kutoa maelezo zaidi kama atakuwa hajaonekana. Of course hili ni tukio la kwanza. Sijawahi kusikia hata siku moja kwamba mtu ametekwa, ndo tukio la kwanza. Binafsi nimeshangaa kwa sababu yule kijana namfahamu. Ni mchungaji na pia ni kijana mmoja mstaarabu. Sasa sijajua nini kimepelekea labda akaweza kutekwa na watu. Labda kwa kweli kwenye maisha kuna changamoto nyingi. Ni tunachopaswa kufanya labda ni kuwa tu watulivu na yani kutokuwa na tofauti na mtu yote, kwa sababu sijawahi kusikia lalamiko la yule kijana amegombana na mtu. Lakini siamini kwamba tu mtu anaweza akakuteka labda pasipo sababu. Sina ushahidi kwamba labda alimkosea mtu au kama babake anavyoeleza kwamba, maana mimi sijaona hiyo clip, kwamba alitabiri maaskari walikufa na wakafa kweli. Sijui. Kwa kweli siwezi kulisemea hilo.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni tarehe 16 ya mwezi huu wa 5 mwaka ni huu wa 2025. Kuna askari wawili trafiki wamefariki maeneo kule Mererani, wamepigwa na radi. Na kwa historia kabisa ukiangalia ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Na kila mtu ameshangaa. Na kabisa Bwana aliniambia niseme kwamba kuna vifo vya askari, vifo vya watu wa jeshi, especially jeshi la polisi. Hawa watu ambao wanahusika na usimamizi wa raia. Lakini ni watu wa aina gani? Wale ambao wanafanya vitendo ambavyo ni viovu. Hii ni nini? Hii ni ishara ya kwamba jeshi la polisi Tanzania linatakiwa mjitathmini. Yote haya yametokea, hatufurahii watu kufa, hatufurahii watu kuondoka, ila tunatoa hizi nabii ili watu waepuke haya majanga. Tunatoa hizi prophecy ili kuwasaidia watu, kusaidia vikundi vya watu kama ile tunatoa kwa ajili ya kusaidia jeshi la polisi kuweza kujirekebisha. Ili kama watakuwa wasikii basi. Tulipomtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoani Arusha, Justin Masejo, simu yake haikuweza kupokelewa.